Siku ya juzi tuliona kuna ndoa ambayo imetembea sana mtandaoni. Kuna kijana ambaye mara nyingi anaonekana mtandaoni anavaa nguo za kike, magauni, vitu vya ni mwanaume, lakini juzi alitumwona ndoa yake ameoa na shehe amefundisha hiyo ndoa. Imezua mjadala mingi mno mtandaoni kwamba hii imekuaje? Mbona kijana tabia zake na namna ambavyo ndoa yake imefundishwa kidini haviendani, vitu viwili tofauti. Unaweza ukaitolea kidini hii ipo vipi? Mtu ambaye anajianika mitandaoni akiwa amevaa nguo za lakini ndoa yake inakuja kufundishwa kidini. Kuna vitu viwili sasa hapo. Kuna matendo ya mtu anayofanya kwa nafsi yake na kuna swala la ibada ya kuingia katika ndoa. Wapo wengi sana leo wameingia katika ndoa lakini matendo yao mabaya sana. Sijui umeelewa. Lakini wapo katika nini? Katika ndoa. Swala la mavazi ya mtu na swala la kuwa ni vitu viwili tofauti. Mavazi ni yeye mwenyewe ambaye ameamua kuyavaa japokuwa ni haramu katika Uislamu. Mtume anasema la'ana Allahu ar-rajula, amemlani Mwenyezi Mungu mtu yalbisu libsata imra'at, anayevaa mavazi ya kike, na mwanamke anavaa mavazi ya kiume, wamelaniwa hao watu. Sawa, kwa kitendo cha kuvaa kwao mavazi ya kike na ya kiume wamelaniwa. Lakini lile swala la ndoa halifanyi mtu kukataza kwenda kumuozesha. Ile swala ni kutokana na asili ya wanaume wake. Sawa, ameoa kwa mujibu wa sheria ya dini yake ya Kiislamu. Kwa hiyo hili limefanikiwa kwamba kweli ameoa, ila atapata dhambi kwa kile anachokwenda kukifanya kutokana na mavazi yake. Swala mavazi yake haifanyi kwamba ndoa yake isiwe nini? Isiwe sahihi. Ndoa yake inabaki kuwa sahihi, ila atapata dhambi kutokana na kile anachofanyaje, anachokivaa. Sisi wajibu wetu nini sasa? Wajibu wetu sio kumkataa katika ndoa yake. Tufungishe ndoa yake. Kama aliweza kukubali kufunga ndoa kwa taratibu za Kiislamu, shehe yule aliyemfungisha ndoa kwa taratibu za Kiislamu anao uwezo sasa kumwita, kumuelekeza taratibu za Kiislamu, namna ya mavazi yanavovaliwa. Si mavazi tu, hata muonekano wako unakaa sio mwenzetu. Wanakwambia Waswahili au wazee wa sasa hivi wa mji wanakwambia mtu anaonekana ka left group. Wai aitwe sasa, aambiwe sasa una 1 2 3 4 hivi tupate ule uhakika wa jambo analokwenda kulifanya. Inawezekana huko kulefti kwake group kwa huku kuoa, inawezekana kukaa ndio sababu ya kuacha yale nini mambo, akapatana na mkewe ndani, inawezekana akamfunga vizuri, kamtia dawa na sisi tuende tumpige dawa. Vipi bwana, umeweza kulifanya jambo hili zito la kuoa, lakini mavazi yako, muonekano wako unatakiwa ubadilike. Ukishaingia huko sasa, si Uislamu unakwambia 1 2 tumpe dawa hiyo, lakini sio kumsosa. Kama ameamua kuoa aozeshwe, wala ana shida, kwa sababu ni vitu viwili visivyoingiliana. Baada ya kuozeshwa tumpige dawa. Sasa kama amekubali kuozeshwa Kiislamu, tunatakiwa unamwambia sasa, ili ndoa iwe salama, uishi kidini ya Kiislamu, tumtie dawa. Uislamu mwepesi sana. Wapo wanawake ambao wanakubali wanaume wa aina hiyo, aolewe na wanaume wa aina hiyo. Sijajua, yani mimi sina uhakika kama ni kweli ana mitindo hiyo, kwa sababu hatuna ushahidi. Sisi wote tunamwangalia kwenye muonekano wake, na kama kweli yupo hivyo, vipi anaweza kuoa? Yani maswali mengi unaweza kujiuliza, lakini sisi tunamtazama kwa muonekano wake. Huenda tukawa tunafikiria vitu ambavyo sivyo. Ndio hivyo bwana. Lakini sisi tusiangalie huko, tuangalie kile kitendo chake cha kufanyaje, cha kuoa. Si ameoa Kiislamu, tukae na mkewe, tumuite mwenyewe. Kama amekubali kuozeshwa, mashia wanaweza kumuita, tukamlingania, akarudi mazali amlikubali jambo hili la dini, huko anatoka tu bila wasiwasi. Okay. Mimi nataka tuzungumze na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, Simba. Kabla ya kuelekea mchezo wa kimataifa wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba walifanikiwa kupita katika hatua nusu finali, siku 2 kabla ya mchezo huo nilizungumza na Sheikh kwa kile ambacho Simba walikitangaza, kufanya maombi, ibada kuelekea mchezo huo, ambapo waliwaalika upande wa dini ya Kiislamu na upande wa dini ya Kikristo. Sheikh, ukatoa maoni yako. Naona maoni yako
watu wanazungumza sana mtandaoni. Wapo ambao wanakosoa kwa hicho kizungumza, lakini wapo ambao wako pamoja na wewe kwa kile ambacho umekizungumza. Sheikh, nataka uzungumze na mashabiki wa Simba, lakini pia na mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Wewe ulikuwa una maana nyingine labda, ama ulikuwa unamaanisha kile ambacho ulikizungumza siku ile? Na nimeona mpaka watu amenitumia message kwamba Sheikh, nilikuwa nakukubali lakini umejiaibisha sana. Nikamwambia kwa sababu ya nini? Ananiambia kwa sababu ya mpira uliosema. Sasa wewe swala la mpira ndio unikatamie kunikubali kwa sababu ya mpira? Mpira nini kwenye maisha? Ni upumbavu tu usiokuwa na faida. Ni ujinga tu ambao hauna nini? Hauna faida yoyote kwangu mimi. Lakini cha pili, mimi nilizuia, sawa? Nilizuia kwamba lisende kufanyika dua baina ya Waislamu sisi kuchanganyika na Wakristo. Hakuna dua hilo. Wala talmisul haqi bil batil, yani usiambatanishe haki na batil. Sisi tunaamini hawa jamaa wanamuomba Yesu. Kuchanganyika na sisi kwenda kumuomba Mungu wetu ni jambo haliwezekani sana. Nikawaambia endapo ikiwa mtafanya hivi, mkachanganya hivyo vitu, Mungu anawezeni kukupiga laana mkafungwa. Manake msifanye hivyo vitu. Lakini bahati nzuri kweli hivyo vitu havikufanyaje? Havikufanyika, kwamba hawakwenda mashehe kwa ajili ya kufanya hilo tukio. Sasa kile kitendo cha mashehe kutokwenda kufanya hilo tukio, Mungu anaona kwamba nyinyi mmeelewa, mmefanya kitu ambacho mimi ninachokitaka. Kwa nini Mungu asiwape ushindi? Kwa nini tayari mmelikataa hilo jambo la haramu? Kwa nini Mungu asiwape ushindi? Tawapa ushindi. Kimtegemea Mungu utashinda, na ndio sababu ya wao ya kushinda. Lakini wangeweka hivyo vitu, maki wangemuuzi nani? Mungu. Kwa nini mnanichanganyia habari? Huenda Mungu katika kukasirika kwake na mauzi yake akakufanyeni mtoke katika mashindano. Lakini kwa sababu mmesikia na hamkulifanya hilo, baina ya mashehe kuwepo pale, hamkulifanya hivyo, Mungu mmemsikia naye kakusikieni, na inshallah akakupeni ushindi. Kosa langu liko hapo. Mashehe hawajaenda siku hiyo. Hawakwenda kufanya hilo jambo. Walienda wachungaji? Sijui, lakini mimi nimeulizia mashehe, nimeambia hawajaenda kufanya hilo jambo. Napongeza na kwa Mamposa katoa mafuta. Watu wachezaji mafuta ndio watu wanashinda. Mafuta ya upako watu. Yaani mtu anashinda kwa sababu mafuta ya upako. Mtu unashindaje kwa mafuta ya upako? Huwezi kushinda kwa mafuta ya upako bwana. Huwezi kushinda. Watu wanashinda wenyewe, kwanza wajikamilishe. Pongezi hapo Mamposa. Hakuna chochote. Mamposa ndo kafanya kwa sababu mafuta ya upako ndo aenda kashinda. Wote na wasimtanie Mungu hivyo. Mimi naomba sana wasimtanie Mungu. Yaani wao kama wanataka waseme Mungu katusaidia, tumeshinda. Msimpe mtu sifa. Huyu mwanadamu tu. Huyu ni mwanadamu tu wa kawaida. Semeni Mungu katusaidia, tumeshinda. Kwa hiyo mimi bwana Bato nilizuia hilo, kwamba sisichanganye, sisi Waislamu hatuwezi kuchanganyika na watu katika dua. Usije ukamuuzi Mungu akakuleteni mabaya. Kwa hiyo watu wamenielewa vibaya sana. Lakini ukweli ndio huu, niliwaambia ikiwa mtafanya hivyo, mtachanganya haki na batili hapo, Mungu mnaweza mkamkasirisha. Kwa hiyo walichokifanya mashehe hawakwenda na wao wameshinda. Nakwambia Mashe Shafi, umetukosea wana Simba, atakao tuombe msamaha. Comment chini pale. Sheikh Safi, umetukosea sana wana Simba. Mimi sijakosea ndugu zangu. Tuna wasiwasi na wewe, unaweza kawa wewe ni mwananchi, wewe ni shabiki wa Yanga. Kweli watu wengi wanahisi kwamba mimi ndio mimi ndio mtu ambaye niliwahi kuzisema timu zote mbili. Ya kwanza niliwahi kusemaga kwamba Kichuya kasimama mbele kama imamu, anapewa mpira anafunga, yesema refa anasema goli. Simba walinitukana sana. Huyo Yanga huyo shegani sheshena. Lakini ya pili, wakati Haji Manara yuko Simba, niliwahi kusema wala usiwe kama klabu ya Yanga inasubiri Simba afike robo finali ndio wapate nafasi. Yanga wakanitukana sana. Ya tatu, juzi nimezungumza Pakome anapiga chenga, Simba nao wananitukana. Mimi sina timu. Mimi siwezi kuwa na timu hizo ujinga eti niwe na timu. Ya kazi gani mimi timu ya mpira? Mimi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndo timu yangu ninayoipigania. Lakini mimi nilizuia mashehe wasiende kumuuzi Mungu kwa jambo lile. Unaelewa bwana Bato? Watu wanajaji ile kauli ya kwamba mimi sio Simba, Yanga ikifungwa naumia. Watasema wewe mwananchi mwenzetu. Burudisho tu kile. Kile kiburudisho, lakini mimi sina timu. Kile kiburudisho tu, lakini mimi sina timu bwana. Kile kiburudisho tu nimewapa kama wajisikie raha, wafurahi kidogo basi. Lakini mimi sina timu ya mpira. Kwa kidogo ukitazama Simba safari hii kimataifa, kuna njia yote unaiona anaweza akaja kuleta kombe la shirikisho ndani ya nchi yetu? Kuleta swala jingine.
kwa sababu unajua bwana, itakuwa historia kubwa sana hiyo ambayo wameifanya, na sidhani kama kuna watu watakubali historia hiyo iletwe katika nchi ya Tanzania. Unajua ni ngumu kama kuna kipindi Yanga ilicheza na ile South Africa kama unakumbuka, goli halali kabisa lakini kwa sababu Tanzania watu wakalifunika twende mbele wakatoka. Kwa hiyo kuna ugumu kidogo wa kuleta, lakini tunawaombea Mungu awajalie waweze kulileta na sisi tujenge historia kwamba hili limewahi kufika hapa kwetu. Na wana timu nzuri, mapungufu yako madogo sana, lakini timu bado wanayo nzuri sana ambayo wanaweza wakafika mbali. Hata ukiangalia namna juzi nilikuwa na chungulia walivyocheza, wao wenyewe tu ni wazembe, lakini ile mechi ilikuwa inakufa toka kule Uarabuni. Jamaa wale sio kuwafunga Simba, ila kuna uzembe tu ambao unaofanyika pale, ni uzembe tu fulani unafanyika. Lakini hata mechi ya juzi Simba walikuwa wanamaliza kabla ya penalti, dakika 90 walikuwa wanamaliza, lakini kuna uzembe tu pale wanao ufanya. Simba wanahitaji watafute striker ambaye analijua lile goli la kufunga. Unajua kuna watu wanalijua goli la kufunga. Mimi katika utoto wangu kulikuwa na striker mmoja ndondo hizi, anatoka Kilwa. Lakini yule striker bwana hataki hela, ila kila goli 50,000 akifunga 50,000. Alikuwa na uhakika wa kufunga. Ana uhakika.